Basi tuombe kwa ajili ya kwanza. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru tena kwa siku ya leo kwa kutupatia fursa hii kwa ajili ya kuendelea kujifunza kutoka kwako. Tunaomba kipawa cha Roho Mtakatifu kaweze kuwa pamoja nasi kama mwalimu, kutuongoza kwenye kweli yote kwa kadri mapenzi yako yalivyo. Tunakushukuru tukiamini ya kwamba umesikia kuomba kwetu. Katika jina la Yesu tunapokea, amen. Amen. Basi tutaendelea kutoka pale tulipoishia katika kipindi chetu kilichopita. Tulichokuwa tunakitazama ni njia ya imani inayotenda kazi, ambayo kama tulivyozungumza katika kipindi kilichopita ina hatua zake kadhaa. Hatua ya kwanza ya njia ya imani ni lazima kulijua tatizo na hitaji tulilonalo. Hiki ndicho ambacho pia tumekifanya katika stadi zetu zilizopita, lakini zaidi ya hilo ni muhimu kuweza kuzijua ahadi za Mungu. Hakuna kitu kipya ambacho kina tupata sisi ambacho ni kipya kiuhalisia, na kwa hiyo matatizo ambayo tunayo ni yale tu ambayo yamewapata wengine wote waliotangulia katika nyakati zilizopita, na hiyo ndio sense tunaweza kusema hicho ndio kiini hasa cha Mungu kuhifadhi kumbukumbu za nyakati zilizopita katika kushughulika na wanadamu. Kwa kile ambacho Mungu alikifanya kama sehemu ya masuluhisho kwa matatizo ya wenzetu waliotangulia, ndicho ambacho ni hitaji letu pia kwa ajili ya kushughulika na matatizo yetu. Na katika nyakati zilizopita Mungu ameshughulika kwa njia ile ile ambayo anashughulika katika nyakati zetu, na njia hiyo ni neno lake. Kwa tunapolipata neno, tunapozipata ahadi ambazo Mungu alizitoa, basi kwa ahadi hizo, iwapo tunazipokea kwa imani, iwapo tunazipokea kama neno la Mungu, basi zinatenda kazi kuweza kutokeza mbaraka ambao zinakiahidi hizo ahadi. Na ningependa tu tuzisome ahadi chache kati ya nyingi ambazo zipo katika maandiko. Tunashughulika na tatizo la utumwa wa dhambi na tatizo la utumwa wa ugonjwa, na swali ni kwamba je, Mungu ameahidi katika neno lake kuleta ukombozi kutoka katika matatizo haya mazito yaliyo nje ya uwezo wa kibinadamu kuyashughulikia? Ahadi hizi ni sample tu ya ahadi nyingi ambazo Mungu amezitoa, na tunaweza kuzitafuta katika neno lake na kuzisoma, kwa sababu kuzisoma ahadi hizo ndiko ambapo kunaijenga imani itakayotuwezesha kupokea. Labda tukianza na ahadi ya kwanza katika kitabu cha Yohana sura ya 8, lile fungu la 36. Yohana 8:36 Inasema, basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Hiyo ni ahadi ya Bwana mwenyewe kuhusiana na kuwapa uhuru wale ambao ni watumwa. Ukisoma muktadha mzima wa
sura hii ya 8 ambapo maneno haya yamenukuliwa. Kimsingi kile ambacho kinazungumzwa pale ni utumwa wa dhambi. Ahadi ya Mungu ni kwamba iwapo tukifika mahali tukitambua ya kwamba sisi ni watumwa na tukaenda kwake, basi yeye anaahidi ya kwamba atatuweka huru na tutakuwa huru kweli kweli. Ahadi nyingine ni Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 57. Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 57 inasema, lakini Mungu ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda. Tulijifunza kuhusiana na uzoefu wa Warumi sura ya 7, uzoefu wa mtu ambaye ni mtumwa wa dhambi asiye wa hiari, mtu ambaye amefika mahali amepokea upendo kwa sheria ya Mungu katika akili zake, lakini bado katika mwili wake anatawaliwa na nguvu ya dhambi. Uzoefu wa mtu huyo ni wa kujaribu na kushindwa, na anakili akisema ya kwamba lile nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda. Ni sawa na kusema ya kwamba mbele yake anayajua mapenzi ya Mungu na ni shauku yake kuyatimiza, lakini wakati akiweka nia kuyatimiza, hiyo nia yake inagongana moja kwa moja na nia nyingine ambayo ni nguvu ya dhambi, na matokeo ya makabiliano hayo ni yeye kushindwa na dhambi kushinda. Kwa hiyo maisha yake sio ya ushindi, ila maisha yake ni maisha ya kushindwa. Lakini katika neno hili Mungu anatoa ahadi ya kwamba atatupa kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Huu ushindi sio kitu kingine, ni ukombozi kutoka katika nguvu hiyo ya dhambi, kwa sababu kama tulivyojifunza kuhusiana na utu wa kale au sheria ya dhambi, maandiko yanasema ya kwamba haiitii sheria ya Mungu na wala haiwezi kuitii, haiwezi kubadilika. Kwa maneno mengine, namna pekee ya Mungu kutupa ushindi kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni kwa njia ya kutukomboa kutoka katika hiyo nguvu ya dhambi, ni kwa njia ya kifo cha utu wa kale na kupokea utu mpya. Kwa hiyo ni ahadi ya ukombozi. Ahadi nyingine pia ambayo Bwana ameitoa ipo katika Ezekieli 11 fungu la 19 na fungu la 20. Naweza kuyasoma mafungu haya. Ezekieli sura ya 11 fungu la 19 na fungu la 20 Inasema, nami nitawapa moyo mmoja, nami nitatia roho mpya ndani yao, nami nitauondoa moyo wa kijiwe katika miili yao, nami nitawapa moyo wa nyama, ili waende katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyatenda. Nao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao. Asante. Hii ni ahadi ya Bwana kama inavyojieleza wazi. Mungu anajua hasa mahali tatizo lilipo, anajua shida halisi ipo wapi, kwa kadri mtu wa Warumi sura ya 7 anavyohusika. Ndani ya utu wa mtu wa Warumi sura ya 7 kuna nguvu ambayo ni adui, na nguvu hiyo inatajwa hapa kama moyo wa jiwe. Na katika ahadi Mungu anaahidi kile ambacho atakifanya ili kutuletea uhuru wa kweli, na anasema kabisa ya kwamba anafanya hicho ili kitu fulani kingine kiweze kutokea.
anauondoa moyo wa jiwe na kutupatia moyo wa nyama, ili ya kwamba hatimaye iwezekane kuweza kuenenda katika amri za Mungu na kuyashika maagizo yake na kuyatenda, jambo ambalo lilikuwa haliwezekani kwa kadri ambavyo sheria ya dhambi ingali inaishi ndani. Na hizi ni ahadi chache kati ya nyingi kuhusiana na ukombozi kutoka katika utumwa wa dhambi. Ningependa tusome ahadi 2-3 hivi kama kianzio kuhusiana na tatizo la utumwa wa ugonjwa, na tusome ahadi hii katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati Kumbukumbu la Torati 7 fungu la 15. Inasema, na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya uyajuayo ya Misri, lakini atayaweka juu ya wote wakuchukiao. Haya ni maneno ya Bwana, na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, atakuondolea ugonjwa wote, na wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya uyajuayo ya Misri. Ni kazi kama ile ile ambayo inahusika katika kushughulika na tatizo la dhambi. Kimsingi katika maandiko, ugonjwa unavyotenda kazi na jinsi ambavyo unahitaji kuondolewa na kuponywa ni kielelezo cha njia ile ile ambayo Mungu anaitumia kuweza kushughulika na tatizo la dhambi. Kwa njia ile ile ambayo Mungu anaitumia kutukomboa kutoka katika dhambi, ndio ambayo anaitumia kuweza kutukomboa kutoka katika utumwa wa ugonjwa. Na Mungu anaahidi kuondoa ugonjwa. Fungu hili linazungumza tu habari ya kuondoa ugonjwa, lakini ni muhimu kujua ya kwamba mara ugonjwa unapoondolewa, mahali pale ni lazima pajazwe na kipawa kingine kipya. Vinginevyo itakuwa ni sawa na kuondoa na kuacha nafasi tupu. Katika maandiko mengine na katika ahadi zingine, Mungu anaonyesha ya kwamba baada ya kuondoa ugonjwa mahali pake, anaweka kipawa kipya cha afya. Ahadi nyingine ambayo inaahidi kuhusiana na kuondolewa kwa ugonjwa inapatikana katika Kutoka 23 na lile fungu la 25. Inasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Mungu anaahidi ya kwamba atatuondolea ugonjwa kati yetu. Kuna ahadi nyingine nafikiri tunaweza kuzisoma, tutakuwa na muda kila mtu binafsi kuweza kuzitafakari. Yeremia 33 fungu la 6. Yeremia 33. Yeremia 33 mstari wa 6 inasema, tazama, nitauletea afya na kupona, nami nitawaponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Hapo unazungumziwa Yerusalemu ambao katika wakati huo ulikuwa kwenye hali mbaya, na Bwana akatoa ahadi ya kwamba atauletea Yerusalemu afya na kupona.
na hiki kinafanyika tu kwa kuondoa ugonjwa na kuweka kipawa hicho cha afya. Na Yeremia 30 fungu la 17 kuna maneno mengine pale. Yeremia 30 mstari wa 17 inasema, maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni, ambao hapana mtu autakaye. Maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni, ambao hapana mtu autakaye. Kwa licha ya Bwana kuahidi kwamba atauondoa ugonjwa, lakini pia baada ya kufanya hivyo anaahidi kuweza kuturudishia afya. Kimsingi, tunaposoma kazi ambazo historia yote ya utendaji wa Mungu inaonyesha kuhusiana na urejesho wa afya kwa watu waliopotewa nayo, kazi zote zilikuwa ni utimizo wa ahadi hizi ambazo tunazisoma hapa. Na ahadi nyingine ambayo pengine tuisome ni Zaburi 103. Zaburi 103 fungu la kwanza hadi la 4. Zaburi 103 mstari wa kwanza hadi wa 4 inasema, Ee nafsi yangu umuhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Ee nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Okay, asante. Akusamehe, fungu la 3 linasema ya kwamba akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Kazi hizi mbili zinakwenda kwa usambamba kwa sababu suluhisho ambalo linahitaji kushughulika na tatizo la dhambi katika kuleta msamaha na utakaso, ndilo suluhisho hilo hilo linahusika katika kuleta ukombozi kutoka katika ugonjwa na kuirejesha afya. Ni injili hiyo hiyo, ni uwezo huu wa Mungu. Tunaweza kuandika ahadi nyingine kama Kutoka 15:26, tutaisoma kwa sasa. Kutoka 15:26, Mungu anaahidi pia katika maneno hayo ya kwamba atauondoa ugonjwa na kutoa kipawa cha afya kwa watoto wake wahitaji. Ahadi kama hizi zimejaa tele katika maandiko. Zinapaswa kusomwa kwa tafakari na maombi na kutafuta uvuvio wa Roho Mtakatifu kiasi kwamba tunaweza kufika mahali kuliona suluhisho la mahitaji yetu ndani ya ahadi hizi. Kwa sababu swali kubwa ni kwamba tunapozisoma ahadi hizi, kuna aina mbili ya kuzipokea, na ndio maana tulichukua muda kuweza kujifunza. Ama tunaweza kuzipokea kama maneno ya wanadamu, au tunaweza kuzipokea kama neno la Mungu kama zilivyo kweli kweli. Njia moja ni njia ya mashaka, njia nyingine ni njia ya imani. Kazi zote kama nilivyozungumza ambazo zimefanywa katika kuwarejesha wanadamu kutoka katika dhambi, kutoka katika ugonjwa,
kama ambavyo tunasoma katika historia ya kazi ya Mungu duniani, katika utendaji wa Kristo, utendaji wa mitume, zilikuwa ni utimizo wa moja kwa moja wa ahadi hizi kwa wale ambao walizipokea. Na kama tulivyosoma katika kitabu cha Means of Healing, utakumbuka ile quotation inasema ya kwamba wakati Mungu alipolitoa neno la uponyaji kiroho na kimwili kwa wale ambao walikuja kwake katika nyakati zilizopita, aliwaona si tu wale waliokuja kwake, lakini na wengine wote ambao wangekuja baadaye wakiwa na hitaji kama hilo na wakiwa na imani kama ile ambayo yule aliyekuja mbele yake alikuwa nayo. Kwa neno alilolitoa la uponyaji, neno la urejesho, lilikuwa ni suluhisho si tu kwa yule aliyekuja mbele zake, lakini kwa wote pia ambao wangekuja baadaye. Kwa ndani ya ahadi hizi tunapaswa kuiona ile potential yote, kuona ule uwezo wote, kuona uwezekano wote wa kile ambacho kilifanyika wakati uliopita, kiasi kwamba mara tafakari hiyo makini inapofanyika chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu na maombi mengi, tunaweza kuona ndani ya ahadi za Mungu suluhisho la kweli na la hakika la tatizo la utumwa wa dhambi na utumwa wa ugonjwa. Mara hilo linapofanyika ndani yetu, ahadi hizi zinakuwa zimeijenga imani ya kutuwezesha kupokea mbaraka ulio ndani ya ahadi hizo, kwa sababu ahadi hizi ni sawasawa na mbegu isiyoharibika, mbegu ambayo ndani yake kuna uhai wote, kuna hazina yote ambayo hiyo mbegu inapowekwa kwenye mazingira yanayohitajika, mbaraka huo hujitokeza na kuwa halisi katika uzoefu, katika kukidhi mahitaji tulionayo kama wanadamu. Kama nilivyozungumza, kusudi la kuzijifunza ahadi za Mungu ni kuijenga imani, kama ambavyo tunasoma katika Warumi 10 fungu la 17. Warumi 10:17. Warumi 10 mstari wa 17 unasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa njia ya neno la Kristo. Kwa mara baada ya kulijua tatizo tulilonalo, kujua uhitaji tulionao, tunapaswa kuliendea neno, kutafuta ahadi za Mungu na kuzisoma kwa maombi na tafakari, kwa sababu ahadi hizo ndizo pekee zinazoweza kuijenga imani, imani ambayo itatuwezesha kuushikilia huo mbaraka hata kama haujadhihirika kwa macho, kama jinsi ambavyo mkulima anayehitaji mahindi, mara baada ya kupata zile mbegu akaenda kupanda hayo mahindi, anakuwa na uhakika ya kwamba wakati ambavyo mbaraka wa mvua, jua, hewa na mengine yote itaendelea kuwepo katika wakati wake, mbaraka huo ulio ndani ya hizo mbegu utadhihirika kwake na atakuwa na chakula anachokihitaji. Ndivyo ambavyo kwa uhakika huo huo kwamba msomaji wa mbegu za ahadi za neno la Mungu anaweza kufika mahali kupitia uvuvio wa Roho Mtakatifu
na kufunuliwa ile asili yenyewe ya neno la Mungu, ya kwamba anauona huo mbaraka ndani ya hizo ahadi. Kimsingi hiyo ndio imani, na huko ndiko kulipokea neno la Mungu kama neno la Mungu. Mara baada ya kuzisoma ahadi na ahadi hizo kuijenga imani, ndipo tunakuja katika hatua nyingine ya kwamba tunapaswa kwenda kwa Kristo na kuomba huo mbaraka alioahidi. Neno la Mungu linaeleza wazi ya kwamba tunapaswa kwenda kwake. Kimsingi ni hatua ya transaction yenyewe, ya mbadilishano. Iwapo ukifika mahali ukajua kwamba una tatizo, alafu ukaenda katika neno la Mungu ukaziona ahadi za Mungu pale na ukazijifunza, alafu ukaishia hapo, ni kama mtu ambaye ameenda kwa mtu auzae hazina fulani, alafu akachukua muda kufanya nini? Kufanya makubaliano ya bei, bageni na vitu vya namna hiyo, alafu mara baada ya makubaliano akaondoka zake. Kimsingi hiyo kazi inakuwa haina maana yoyote. Kwa hiyo tunapaswa kwenda kwa Kristo, kwenda specifically. Yesu alifika mahali akasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njooni kwangu. Katika kitabu cha Luka nakutana na maneno haya haya ya Kristo kwa namna ya moja kwa moja. Luka 11 fungu la 9 na la 10, tunaweza kusoma pale. Luka 11 fungu la 9 na la 10. Inasema, nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, kila aombaye hupokea. Uombaji huu ni uombaji ambao umejengwa katika ahadi ambazo Mungu amezitoa, kama ambavyo baadaye tutasoma kwamba ahadi za Mungu zinafunua kwetu mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ni sana kusema ya kwamba aombaye sawa sana mapenzi ya Mungu, huyo hupokea. Mojawapo ya vitu ambavyo vimekuwa na aina fulani ya tuseme nini, utusitusi, ni maneno fulani ambayo tumeelewa, lakini kile ambacho yanakimaanisha imekuwa ni tatizo, na naweza kusema ya kwamba ni changamoto ya ulimwengu wa kidini. Inafika mahali maneno fulani yamesikika na kusomwa pengine na kuandikwa mengi kuyahusu, lakini yale maarifa halisi ya kile ambacho hayo maneno yanakimaanisha, hayo maarifa yametoweka. Mojawapo ya maneno hayo ni imani. Neno imani, hivi imani ni nini? Mara nyingine kuna baadhi ya maandiko yanaweza kunukuliwa hata, lakini ni nini hasa hayo maana, hiyo fasili inachokimaanisha? Kwa mfano, mojawapo ya fasili ya imani inapatikana katika Ibrania 11 fungu la kwanza, ambao Paulo anasema ya kwamba imani chanzo chake inasema ya kwamba imani labda tulisoma hilo fungu katika kitabu cha Ibrania 11
Fungu la kwanza nasema basi imani ni kuwa na hakika, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hii fasili inamaanisha nini kiuhalisia? Maana yake ni kwamba mambo yatarajiwayo ni yale ambayo bado hayajadhihirika, hayajawa wazi kwa senses zetu za kibinadamu, kama vile kuona, kusikia, kugusa na mengine kama hayo. Neno bayana kimsingi ni sawasawa na neno hakika. Kwa hiyo mambo ni ya kutarajiwa, mambo ni yasiyoonekana, lakini mwanadamu anafika mahali anakuwa na hakika ya mambo hayo, kana kwamba ameyashika tayari. Hiyo ndio imani. Lakini kama ambavyo tumejifunza ya kwamba msingi wa uhakika haujajengwa tu kwenye akili ya mwanadamu, ila katika kile ambacho Mungu amekiahidi na kukisema katika neno lake. Mara nyingine, ili kuelewa kitu fulani, vizuri, kuna namna nyingi za kujifunza. Namna ya kwanza ni kukijifunza hicho kitu kupitia maelezo. Kupitia nini? Maelezo. Maelezo kama haya tunayoyasoma, imani ilikuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Lakini njia nyingine ambayo mara nyingine imeonekana kuwa bora zaidi ni kupitia kuangalia demonstration, yaani mahali ambapo ilifika mahali kile kitu kikadhihirika kupitia uzoefu, alafu yule anayefundisha anafika mahali anasema ya kwamba mmekiona hiki kilichotendeka, hiki mlichokiona ndio hiki. Au ni sana kusema ya kwamba kutafuta visa ambavyo katika uzoefu halisi ilidhihirika imani, alafu imani hiyo ikatenda kazi, alafu yule anayefundisha hiyo imani akasema ya kwamba mmekiona hiki kilichofanyika kwa macho yenu kupitia uzoefu huu, hiki ndio imani. Kiasi kwamba mtu awe na uwezo wa kufasiri kwa maneno au asiweze kufasiri kwa maneno, lakini anakijua kile kitu halisi ni kitu gani hasa. Kipo kisa kimoja katika maandiko, labda tutakisoma hicho, ambacho ni cha pekee sana katika hiki ambacho tunakitafakari, katika kitabu cha Mathayo sura ya 8. Mathayo sura ya 8 katika fungu la 5 mpaka fungu la 10 tunakutana na kisa cha akida ambaye alimjia Kristo wakati akiwa Kapernaumu. Na akida huyu hakuwa Mwisraeli. Akida huyu alikuwa ni Mrumi. Ni muhimu kujua ya kwamba, labda tulisoma fungu hili kuhusiana na swala la imani,
Kuna maneno fulani ambayo yanamtambulisha Yesu kama mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Nafikiri ni Wagalatia au mkamilishaji. Waebrania 12:2. Inasemaje? Tukimtazamia Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Fungu hilo pia linatoa wazo hilo hilo ambalo kidogo. Kolosai okay, silipati hilo fungu kwa haraka. Naweza kulitafuta hata wakati mwingine. Basi tunaweza kulisoma hilo fungu. Hilo linatoa wazo ya kwamba Kristo ni mwanzilishi, yani author, yani mwanzilishi na mkamilishaji wa imani. Ni wazo hilo hilo ambalo linatolewa pia katika fungu hilo. Nijaribu kwenye Kiingereza. Ni sawa, nafikiri ni Waebrania. Umesoma Waebrania 12 eh? Ya 12:2. Okay, sawa, ni hilo hilo. Unaweza kulisoma kwa kamilifu sasa. Inasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Okay, asante. Yesu hapa anatambulishwa kama mwanzilishi, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Kwenye Biblia ya Kiingereza inasema ni author of our faith. Author, tunamuelewa author kama ni author wa kitabu fulani, maana yake yeye ndio mwandishi wa hicho kitabu, mbunifu wa hicho kitu.
Kwa wakati huyu mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu akifika mahali akasema ya kwamba hiki mlichokiona hapa ndio imani, basi tunaweza kuwa na uhakika ya kwamba tukilipata wazo la hicho ambacho anakionyesha, basi tumeipata ile imani hai ambayo Biblia inaitambulisha kama imani ya Yesu Kristo. Tukirejea katika kitabu cha Mathayo, ile Mathayo sura ya 8, tunakutana na kisa hiki cha huyo akida ambaye alimjia Yesu kule Kapernaumu. Tutakwenda taratibu tukisoma mafungu haya. Tutasoma kwanza fungu la 5 mpaka fungu la 7. Mathayo 8 fungu la 5 mpaka la 7. Inasema, hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia, akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Okay, asante. Aina hii ya utendaji ambao Yesu anaisema hapa ilikuwa ni tipiko sana katika uzoefu mzima wa utendaji wa Yesu, kwa kadri ambavyo alivyokabili mahitaji ya wale waliomjia. Nitakuja nimponye. Hili ilikuwa ni jibu la Yesu. Mara nyingi sana aliitikia miito ya namna hii, akaenda mahali walipo wahitaji na kupitia neno na kuwawekea mikono, basi wale watu waliinuka na kusimama. Kisa kimoja kwa mfano ni wakati yule kuna mtu mmoja anaitwa Yairo, alikuwa na binti yake mgonjwa, na akamwendea Yesu, na Yesu akaondoka kuelekea kwenye nyumba ya huyo ndugu kwa ajili ya kumponya huyo binti yake. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida, nitakuja nimponye. Mara nyingine aliondoka na kwenda pale, na hata habari ilipomfikia kuhusiana na ugonjwa wa Lazaro, wanafunzi walimtarajia Yesu ya kwamba angeondoka haraka kwenda kwenye nyumba ya Lazaro kwa ajili ya kumponya. Lakini hapa alikuwepo mtu ambaye alikuwa amejifunza kile ambacho kwa mujibu wa maneno ya Yesu kilikuwa kimekwenda zaidi ya watu wa Mungu wa wakati huo, watu ambao tunaweza kusema walikuwa ni washiriki wa kanisa, na mtu alikuwa ni huyo akida. Tusome fungu la 8 na la 9. Baada ya Yesu kumwambia kwamba nitakuja nimponye, ndipo tunakutana na maneno haya, fungu la 9, la 8 na la 9. Inasema, yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu, na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu, nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Okay, asante. Yule akida akamjibu akasema, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu. Sema neno tu na mtumishi wangu atapona.
Kwa maana mimi nami ni mtu niliyeweka chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivyo, fanya. Huyu mtu alikuwa amejifunza kitu fulani kuhusiana na nguvu ya neno inayotokana na mamlaka ambayo mtu anayo. Mtu aliye juu kwa mamlaka hahitaji kwenda mahali fulani physically ili kufanya mapenzi yake anayoyataka kuweza kutimizwa na wale walio chini yake. Kimsingi anachokifanya ni kulituma neno lake lililo na mamlaka yake, na kile kitu anachotaka kutekelezwa kinatekelezwa huko. Kadri mtu alivyo na mamlaka makubwa zaidi, ndivyo neno lake lilivyo na nguvu zaidi kutekelezwa na wale walio chini. Sasa hapa alikuwa amefika mahali amemtambua mtu aliye na mamlaka zaidi ya mamlaka ya wanadamu, na akijua nguvu ya utendaji wa neno kutokana na mamlaka mtu aliyonayo, alitambua ya kwamba hakuna chochote kinachohitajika isipokuwa neno kutoka kwa huyo mwenye mamlaka, mwenye nguvu, mwenye uwezo, na hicho kitu kinakuwa. Hiki ni kitu ambacho wengi wa watu wakati wa Yesu hawakuwa wamekijifunza, na baada ya huyu mtu kusema maneno haya, ndipo Yesu anasema maneno haya katika fungu lile la 10. Anasema, Yesu aliposikia hayo, alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Anasema huyu ambaye ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani, ya kwamba mpaka katika uzoefu huu, licha ya kwamba alikutana na watu wengi wenye imani, na kwa imani hiyo ndogo akaweza kutenda miujiza ya uponyaji na urejesho kwao, lakini hapa huyu mwanzilishi na mkamilishaji wa imani akafika mahali akasema ya kwamba katika uzoefu huu ameona kiwango cha juu zaidi cha hiyo imani, zaidi ya yote ambayo amewahi kuiona katika Israeli. Maanake ni kwamba kupitia uzoefu huu tunaweza tukaelewa hiyo imani ni kitu gani kiuhalisia. Huyu mtu alifika mahali akasema neno moja tu, ya kwamba sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Sema neno tu. Maanake imani kubwa haijajengwa kwenye mionekano. Imani kubwa haijajengwa kwenye udhihirisho wa nje. Imani kubwa imejengwa katika neno. Yaani ni sawa na kusema ya kwamba iwapo nikifika mahali nikiwa na ufahamu wa asili ya neno la Mungu, basi katika kupekua maandiko nikalipata neno la ahadi ya Mungu, basi hicho ndicho pekee ninachokihitaji, kwa sababu ndani ya hiyo ahadi kuna ule mbaraka wote ninao uhitaji, kwa sababu Mungu anatenda kazi kwa hilo neno na amelituma hilo neno likiwa na uwezo wake kuweza kutokeza kile ambacho linakisema. Baada ya kisa hicho tunakutana na maneno haya katika
katika lile fungu la 11, baada ya Yesu kusema ya kwamba sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli, Yesu anaendelea kusema ya kwamba nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni, bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Na Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile. Mara nyingine huwa tunafikiria ya kwamba wenzetu walioishi wakati Yesu akiwa hapa duniani walikuwa na upendeleo kuliko sisi. Si fikra hiyo inakuwa kama iko hivyo eh? Mara nyingine hata watu wanasafiri kwenda kwenye nchi ambayo Yesu aliikanyaga, wakifika mahali wakiona Yerusalemu, wakienda wakiona Kapernaum, wakaona ziwa, sijui mlima wa Mizeituni na vitu vya namna hiyo, inakuwa kama ni kitu kinachoimarisha imani yao. Lakini imani haijajengwa katika hiyo mionekano. Yesu alifika mahali akamwambia huyu Tomaso, akamwambia kwamba wewe umefika mahali umeshika na kufanya nini? Na kuona. Maana yeye alifika mahali akasema ya kwamba nisipoweka kabisa vidole vyangu kwenye makovu yake ya misumari sitaamini. Lakini Yesu akamwambia ya kwamba wewe umeshika, umeona na kuamini, lakini heri wale wasioona na kufanya nini? Na kuamini. Kwa hiyo imani haijajengwa katika kuona, imani imejengwa katika neno la Mungu. Sema neno tu na mtumishi wako atapona. Yesu akasema ya kwamba hiki mlichokiona hapa ni imani kubwa kuliko yote ambayo nimewahi kuiona katika Israeli. Na hicho ndicho ambacho tunapaswa kukishikilia. Kwa hiyo mara baada ya kuwa tumezijifunza ahadi za Mungu na kuona chote tunachokihitaji katika hizo ahadi, kwa sababu tunahitaji neno tu alilolituma Bwana, basi tunapaswa kwenda kwa Bwana na kuomba baraka, kwenda kulikabidhi tatizo kwa Mungu na kuwa na uhakika ya kwamba ameliondoa na kuomba huo mbaraka wa kipawa kipya cha afya na haki, na kile ambacho neno linakisema ni halisi katika maisha yetu, sio kwa sababu tunaona wala kuhisi, ila kwa sababu tunalo lile neno la uzima wetu, neno la uwezo wa Mungu, neno ambalo ni mbegu isiyoharibika. Waraka wa kwanza wa Yohana, labda tusome mafungu haya, Yakobo 1 fungu la 5 hadi la 7. Yakobo 1 mstari wa 5 hadi wa 7 unasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na imani, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Ila na aombe kwa imani, pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani kuwa atapokea kitu kwa Bwana.
Fungu la 8. Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Okay, asante. Haya eh, ni ufanuzi zaidi kuhusiana na imani, ila ombe kwa imani pasipo shaka yote. Maana yake ni mashaka, ni kwenda kuomba kwa Bwana alafu natoka nasema hivi, kweli Mungu amefanya? Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Maana mtu anayeomba kama kwa namna hiyo asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mafungu haya yameandikwa katika muktadha wa kupungukiwa na hekima, lakini kanuni zinazoelezwa hapo za imani zinahusu mahitaji yetu yote. Tunapaswa kwenda kwa Mungu na kuomba mbaraka anayetoa kwa wote kwa ukarimu, wala akemei, naye atatupatia. Lakini tunapaswa kuomba kwa imani, kwa uhakika katika ahadi za Mungu, na yeye anaahidi kufanya. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 fungu la 14 na 15. Inasema, waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 14 na 15, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Na kama tukijua ya kwamba atusikia tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomwomba. Na huo ndio ujasiri tulionao kwake. Kiingereza linatumika hapa ni boldness, na huo ndio ujasiri, na hii ndio boldness tulionayo kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi ya Mungu, yeye atusikia. Yaani hakuna kitu cha kubahatisha katika hili, kwamba iwapo tukienda kwa Mungu tunapaswa kuwa na ujasiri, tunapaswa kuwa na uhakika, iwapo kile tunachoomba ni sawasawa na mapenzi ya Mungu. Tunapaswa kuwa na uhakika ya kwamba anatusikia, iwapo kile tunachokiomba ni sawasawa na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Na tunajuaje ya kwamba ni mapenzi ya Mungu? Kwa sababu hicho tunachokiomba ni kile alichokiahidi, kwa sababu neno la Mungu ndilo ambalo linafunua mapenzi ya Mungu. Sasa huo uhakika, huo ujasiri, hiyo ndio imani. Sasa anasema ya kwamba na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia, na kama tukijua kwamba atusikia, tuomba chochote, tutajua kwamba tunazo zile haja tulizomwomba. Sio tutakuwa nazo. Hatutoki kwenye kuomba tunasema ya kwamba tutapokea. Okay, mnanipata eh? Okay. Ya hatuendi kuomba na kungojea udhihirisho unaoonekana, ndipo tuamini ya kwamba tunazo zile haja ndipo tuamini ya kwamba tunazo zile haja tulizomwomba. Lakini kama tuna uhakika ya kwamba ametusikia, basi chochote tulichokiomba tunajua kwamba tunazo haja tulizomwomba. Hiyo ndiyo imani.
Yaani kwa mfano kuna kisa fulani cha cha Petro. Wakati Petro na wanafunzi wengine agizwa na Yesu wapande mashua wavuke kwenye lile siku ambapo alitaka kumfanya mfalme, walipigwa na tufani mle, alafu usiku sana Yesu akawafuata akiwa anatembea juu ya maji. Alafu walipomuona wakafikiri kama ni mzimu fulani hivi unatembea juu ya maji, tunajua hizo hali Wakapiga makelele. Yesu akawaambia kwamba ni mimi. Petro akamwambia kwamba kama ni wewe Bwana, niamuru nije kwako majini. Yesu akamwambia njoo. Okay, akamwambia njoo. Petro hata akufikiri mara mbili, akiwa tuna ule uhakika ya kwamba Yesu ameniambia njoo, hakuanza kupiga mahesabu fulani ya kwamba hivi kuna mekanizmu gani ambayo itaniwezesha kutembea juu ya maji, ambayo inanihakikishia ya kwamba sitazama, kama ambavyo daima kitu kizito huzama kwenye nini, kwenye maji. Alistep tu kwa concentration kwenye kile ambacho Yesu amefanya nini, amekisema katika neno lake, na akajipata ya kwamba anatembea juu ya nini, ya maji. Lakini baada ya muda, akiwa na experience kile ambacho kiko nje ya akili za kibinadamu, akaiondoa tension yake kwenye Yesu na kile alichokisema, na akageukia wanafunzi kana kwamba anataka kuwaonyesha kile ambacho anakifanya ambacho hakiwezekani. Mara tu baada ya kufanya hivyo, kaanza kutana. Sasa visa hivyo vyote vinakusudia kutufundisha somo la imani. Tunajua ya kwamba tunazo zile haja tunazomwomba, na fungu letu la mwisho tulisome katika kitabu cha Marko sura ya 11 fungu la 24, ambalo pia linatoa wazo hilo hilo. Marko 11:24. Marko 11 mstari wa 24 inasema, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mtayapokea, nayo yatakuwa yenu. Hivyo ndivyo neno linavyosema. Hapana. Kwa sababu nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mtayapokea, nayo yatakuwa yenu. Hapana, imesema mnayapokea. Mnayapokea. Imewekwa hapo present tense kwa sababu tunapoomba tunatoka tukiwa tumepokea, sio tutapokea. Ukishaweka ya kwamba aminini ya kwamba mtayapokea, maana yake unaweka swala la upokeaji kwenye wakati unaokuja. Tayari umeshaenda kwenye njia ya mashaka na sio njia ya imani. Unasubiria kuweza kuona udhihirisho wa mbaraka, ndipo uamini ya kwamba umefanya nini, umepokea. Hicho hakikuwa kile ambacho akida alikifanya. Na akida mara baada ya kuambiwa ya kwamba yanaenda zako na mwanao yu hai, akajua ya kwamba imeshakuwa, na wala hakuwa na pressure nyingine yoyote. Kile ambacho alikwenda kukiona baada ya kufika nyumbani ulikuwa tu ni udhihirisho wa ule mbaraka ambao alikuwa tayari ameshaupokea, na aliyokuwa na uhakika ya kwamba anao tayari wakati neno lilipotoka katika midomo ya Yesu. Tunapofanya hivyo, Mungu atatimiza mambo makubwa katika uzoefu wetu.
Ningependa kumalizia na maneno haya kwenye kitabu cha, tunaweza tukayasoma haya mafungu, na kwenye kitabu cha Kutoka Utumwa pia kimeelezwa hiki kisa cha diwani aliyekuja kwa Yesu pale Kana ya Galilaya, kwenye Yohana 4 fungu la 46 hadi 51. Tutamalizia kwa aya hii kwenye Desire of Ages 200 aya 4 ambayo inatoa muhtasari wa kisa hicho ambacho ni mwakisio wa kile chote ambacho tayari tumeshajifunza mpaka sasa. Diwani yule, Desire of Ages 200 aya 4 inasema, diwani yule alitaka kuona jibu la ombi lake kabla hajaweza kuamini, lakini alipaswa kulipokea neno la Yesu kwamba ombi lake lilikuwa limesikiwa na mbaraka kutolewa. Somo hili sisi pia tunapaswa kujifunza, sio kwa sababu tunaona au kuhisi kwa Mungu anatusikia kwamba tunapaswa kuamini. Tunapaswa kutumaini katika ahadi zake. Wakati tunapomjia katika imani, kila ombi linaingia katika moyo wa Mungu. Tunapokuwa tumeomba kwa ajili ya mbaraka wake, tunapaswa kuamini kwamba tunaupokea na kumshukuru Mungu kwamba tumeupokea. Tunapokuwa tumeomba kwa ajili ya mbaraka wake, tunapaswa kuamini kwamba tunaupokea na kumshukuru yeye kwamba tumeupokea. Kisha tunapaswa kuendelea na wajibu wetu tukiwa na uhakika kwamba mbaraka utadhihirika pale tunapohitaji zaidi. Tunapokuwa tumejifunza kufanya hivi, tutajua kwamba maombi yetu yanajibiwa. Mungu atatufanyia mambo ya ajabu kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake na kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Basi ningependa tuweze kuishia hapo. Nikaribishe kama kuna nyongeza yoyote au swali lolote kwa hiki ambacho tumejifunza katika siku ya leo. Asante sana. Cha kwanza ni shukuru kwa somo zuri, na kipekee zaidi nimejifunza, kuna kitu cha ziada nimeongeza katika kile ambacho nilikuwa nakijua na ambacho wakati fulani kilikuwa kinanipatia utata. Katika kisa hicho cha akida alivyomwendea Yesu, moja ya kitu ambacho nilikuwa najiuliza hapa ni kwamba ni kisa ambacho kinatuelezea kuhusu imani, na akida alionyesha ukomavu wa imani kwa kumwambia kwamba sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Lakini maelezo yaliyofuata baada ya hiyo haya ya inayoelezea imani ni maelezo ambayo kwa namna fulani nilivyokuwa nikiyasoma niliona kama hayakuwa na uhusiano sana na kile kilichokuwa kinazungumziwa hapo juu kuhusiana na imani, lakini umelielezea vizuri ya kwamba ilikuwa ni kuashiria ile nguvu ya mamlaka, kwa sababu aliamini kwamba yeye anavyotumia nguvu ya neno katika kutoa mamlaka fulani, kwamba fanya kitu fulani na kikatendeka hivyo, na Yesu angeweza kufanya hivyo na ikatokea kwa yule mtumishi wake. Sasa nikapata swali ya kwamba ni kweli akida aliweza kutumia nguvu ya imani iliyokuwa ndani yake kwa ajili ya kumponya yule aliyekuwa nyumbani. Na je, katika mazingira yetu, katika ulimwengu wetu huu, ni kwa namna gani imani ya mtu fulani inaweza ikatumika kutoa uponyaji kwa mtu mwingine? Yaani kwa mfano kutokana na imani yangu mimi, ni kwa namna gani mtu ambaye nimemwacha nyumbani au
mzazi wangu mdogo, yani katika mazingira ya kisa hiki cha akida inaweza ikatumika hata kwenye ulimwengu wetu leo. Asante. Okay. Nafikiri kitu cha muhimu ni kwamba hata katika zoefu zetu tunapaswa kwa mfano tunaposema tuombeane, nini kinachomaanishwa? Sio maigizo, si, si, sio kitu fulani tu tunafanya, lakini sasa kitu cha muhimu ambacho naweza kusema, sayansi ya imani ni ngumu kuielezea hata kwenye maneno ya kibinadamu Yaani kuna mekanizmu gani iko hapo? Kwanza tu katika utendaji kwenye maisha yetu binafsi sisi wenyewe, inakwenda nje sana ya akili za nini, za kibinadamu. Kitu kimoja tu ambacho naweza kusema ni kwamba kwa kadri ambavyo tuna mzigo wa mahitaji ya wengine, tunaweza kuwa na uhakika ya kwamba iwapo tunamwendea Bwana kwa imani, hilo linaleta mbaraka kwa wale wenye uhitaji, kwa sababu kile ambacho kilitokea kwenye visa hivyo kinaonyesha ya kwamba hilo linatenda kazi, hilo linatenda kazi, iwe ni mahitaji yoyote. Kwa mfano tuna kisa cha, nilikuwa nakisoma siku za hivi karibuni, kisa cha uzoefu ule wa Petro kufungwa gerezani kwenye kitabu cha Matendo. Inasema kanisa likaomba na Mungu alifanya kitu kumkomboa Petro kutoka katika gereza. Kwa hiyo tunaweza kuwa na uhakika ya kwamba iwapo tunayo imani ya kweli na kumwendea Mungu kwa imani hiyo ya kweli kwa ajili ya Mungu kutenda kazi kwetu wenyewe na kwa wengine pia, hiyo inatenda kazi. Yeah. Inaweza kuwa kutenda kazi kwake kunahusisha mlango kufunguka kwa Mungu kumleta mtu huyo katika utayari wa kupokea mbaraka wa nani? Wa Mungu. Hicho ndio kinachohusika hapo. Mungu anatenda kazi kumleta mtu mahali ambapo anaweza akapokea huo mbaraka. Mara nyingine pia Mungu anaweza kutenda kazi ili kutoa fursa ya mtu huyo kudumu, pengine kuwa hai kwa ajili ya kazi ya neema kuendelea kumfikisha mahali ambapo anaweza kupokea mbaraka wa kiroho kikamilifu zaidi. Lakini naweza kusema tu somo la muhimu kabisa ambalo tunapaswa kuwa na ile confidence. Nafikiri kati ya mambo ambayo mara nyingi tumekuwa pengine tunaona kwa uzito mdogo ni ukweli huu ya kwamba maombi ya mtu wa imani kwa ajili ya mtu mwingine yana nguvu, yana nguvu kama ambavyo ilifanya kazi kwa wengine wengi ambao walikuja kwa Yesu kwa niaba ya watu wengine, na Yesu aliweza kutoa mbaraka huo. Tunaweza kufanya hivyo na sisi pia. Yeah. Nashukuru sana. Yeah. Yeah, kwa kuongezea tu nami niongezee kwamba hii inatenda kazi hata kwenye tatizo ambalo tumekuwa tukilizungumza ama tukilisoma, tatizo la dhambi pamoja na tatizo la ugonjwa.
Ni imani ndio inayotumika na kushikilia ahadi za Mungu kwa ajili ya, kama ambavyo tumezisoma mwanzo, kwa habari ya kutuondoa kutoka katika utumwa wa dhambi pamoja na kutoka katika utumwa wa ugonjwa. Kwa hivyo kama ambavyo tulijifunza, ni mgonjwa ndiye ambaye anamhitaji tabibu, ni mpaka pale ambapo tunakuwa tumetambua hali yetu tulionayo na tunakuwa tumeshafikishwa kwenye hatua ya kutambua kwamba ni ahadi ya Mungu kutupatia kipawa kipya. Na leo toka kipindi kilichopita tumejifunza kuhusiana na habari ya nguvu ya imani katika kuzishikilia ahadi za Mungu. Sasa unabaki wajibu katika upande wetu kwenda kwa imani na kushikilia ahadi za Mungu na kuomba badiliko. Mfano, kuna ahadi moja inapatikana katika Ezekiel 36:26 ambayo inasema, nitawaondolea moyo wa jiwe ndani yenu, nitaweka moyo wa nyama. Kwa hivyo ni fursa sasa ya kuishikilia hiyo ahadi na kuamini kwamba kile ambacho Mungu ameahidi kukifanya, kama tutakishikilia kwa imani, Bwana anakitimiza ndani yetu. Na kwa hivyo tulijifunza kuhusiana na habari ya moyo wa jiwe, utu wa kale, nia ya mwili. Wakati ambavyo tunathibitika na kuitambua hali yetu kwamba wakati ambavyo tunaendelea na kuwa na hivi vitu hatuwezi tukatokeza kitu kilicho bora, sasa ni fursa ya kuwa na matumizi haya ya imani kwenda kwa Bwana na kumwomba kulingana na ahadi yake kwamba aondoe moyo huo mwovu ndani yetu na aweke kitu kipya ndani yetu kama ambavyo ni ahadi yake. Kwa hivyo tunakuwa tumeweka matumizi sahihi ya imani na ambayo yamejengwa katika ahadi za Mungu, kile ambacho amekiahidi kukifanya. Na kwa imani tunaamini tunakipokea na kuondoka katika magoti yale, tukiwa tumeamini kwamba kile ambacho Bwana ameahidi kukifanya ndani yetu kimefanyika, na udhihirisho wake utakuja pale ambapo tutauhitaji zaidi. Kwa hiyo hii ni fursa kwa mtu yeyote ambaye anafanya tathmini ya maisha yake na kujikuta yupo katika uzoefu wa Warumi 7 wa kutenda na kurudia. Ni fursa kwa mtu yeyote ambaye amefanya tathmini ya maisha yake na kuona yupo katika utumwa wa dhambi. Ni fursa ya kuzishikilia ahadi za Mungu na kwa imani kuomba mbaraka ambao Bwana amekusudia kuutoa kupitia ahadi zake. Hii ni katika swala la dhambi, lakini pia katika swala la ugonjwa, kama ambavyo tumezisoma ahadi ambazo Mungu ameziahidi kuzitenda kwetu kwa habari ya kutupatia afya. Asante. Okay, asante. Basi nafikiri kwa leo tunaweza kuishia hapo, labda tutumalizie kwa fungu hili katika Wakolosai 2 fungu lile la 6. Linasema ya kwamba basi kama mlivyompokea Kristo Yesu, Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Tunampokea Kristo Yesu Bwana kwa hii imani ambayo tumeijifunza, lakini tunapaswa kuenenda vivyo hivyo katika imani. Kwa hiyo hiki tunachojifunza hapa, hii njia ya imani tunayojifunza hapa, ndiyo hiyo hii imani tunayojifunza hapa ambayo inatuongoza kwenye kumpokea Kristo ndani yetu kwa njia ya kipawa cha kuzaliwa mara ya pili. Ndiyo imani hiyo tunapaswa kuenenda kwayo. Kwa hiyo ni imani mwanzo, imani katikati ya njia, imani hiyo mpaka mwisho wa njia. Kwa hiyo ni mwanzo wa njia mpya. Hii njia hii
sio kitu cha asili kwa mwanadamu. Ndio maana inapaswa kulishwa daima kwa neno la Mungu. Ni rahisi sana kuanza kwa imani na kutaka kukamilisha kwa njia nyingine. Kwa hiyo inaweza ikapokonywa hii imani. Ili imekuwa tatizo la Ukristo. Paulo anaeleza sana kwenye nyaraka zake kuhusiana na hiki. Kwa hiyo wakati ambavyo tumeipata hii njia na ikatenda kazi, tunapaswa kuishikilia na kutoiachia. Na kwa jinsi tunaweza kukua katika yeye na kwa baraka pia kwa wengine, kwa kuendelea kushiriki kile ambacho kimekuwa baraka kwetu pia. Basi tunaweza kuishia hapo. Basi tuwe na wakati mwema. Nafikiri tumemaliza series zetu za masomo haya. Isipokuwa pengine kuna hitaji lingine, nafikiri tunaweza kuchukua muda sasa kwa ajili ya kusoma, kuyakazia haya mambo kutoka katika usomaji binafsi. Basi tunaweza tukathibitika, na kama kuna chochote basi tunaweza kuwasiliana, pengine tukapata fursa kama hii wakati majaliwa ya Bwana yanavyoongoza. Au kuna wazo fulani lingine ambalo liko bayana kwa sasa? Hapana, tunashukuru kwa fursa ambayo tumeipata. Naamini imekuwa ni yenye baraka kwa kila mmoja, na wale ambao watapata fursa ya kusikiliza, kwa sababu tumekuwa tukiweka YouTube. Basi kama litatokea tena hitaji lingine, basi nadhani tunaweza tukawasiliana kwa ajili ya kujifunza zaidi. Asante. Okay. Basi tuwe na wakati mwema. Hatujaomba. Okay. Basi karibuni. Basi tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, asante kwa fursa ambayo umetupatia tena katika majuma yote ambayo tumekuwa katika kujifunza. Tunaomba fursa hii ambayo umetupatia katujalie kuweza kuiweka katika vitendo, ili ikaweze kuwa mbaraka katika uzoefu wetu, lakini pia mbaraka kwa uzoefu wa kila mmoja ambaye atapata fursa ya kufuatilia mafunzo haya. Tunaomba kwa kadri ambavyo tumeipokea njia ya imani, tukapate kuanza nayo na kutembea nayo katika zoefu zilizoko mbele yetu. Asante kwa njia hii ya wokovu. Tunaomba na kuamini, tukiweka kila mmoja ambaye atapata fursa ya kujifunza mikononi mwako, na Roho yako Mtakatifu akaendelee kuongoza na kufundisha zaidi. Tunaomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi kwa elimu. Asante sana. Kwa elimu pia. Asante.